Afisa habari uhusiano na elimu kwa umma kutoka Jeshi la Zimamoto mkoa wa Tabora, Koplo Stefano Kombo, amewataka wakazi wa mkoa wa Tabora kufanya usafi wa mazingira katika maeneo yao wanayoishi ili kuepuka majanga ya moto yanayotokana na uchafuzi wa mazingira. Akizungumza na Radio Tabora FM, Koplo Kombo amesema kuwa wapo baadhi ya wananchi ambao hawazingatii usafi wa mazingira katika maeneo wanayoishi, ikiwa ni pamoja na kufyeka majani kabla hajakauka, hali inayopelekea moto kuenea kwa kasi pindi majanga ya moto yanapotokea katika maeneo hayo kupitia majani hayo makavu. Lakini mengine tuzungumze katika mazingira nyumbani, tufanye usafi kwenye mazingira ya nyumba yetu. Unakuta mtu kwake kuna nyasi zimezagaa nyumba nzima, lakini hawezi kufyeka wala hawezi kupalilia. Basi nasikika zile ikitokea chanzo cha moto kutoka sehemu nyingine kwa sehemu nyingine, maana yake nyumba yake inaweza kuungua. Lakini mwisho kabisa, kwenye madampo, watu wengi tunapeleka majivu kwenye madampo. Sasa hiyo ni changamoto. Hakikisha uchafu unaopeleka kwenye dampo usiwe na moto wala usiwe na majivu yenye kuwa na moto. Inaweza kawa ni tiba kwa jamii yetu. Aidha, Koplo Kombo amewataka wananchi wa mkoa wa Tabora kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za haraka kwa Jeshi la Zimamoto pindi yanapotokea majanga ya moto katika maeneo yao. Wito kwa jamii, tutumie namba ya dharura ya 114 kwa matumizi sahihi inapotokea tukio la moto, inapotokea ajali, mtu kutumia kwenye choo, kwenye bwawa au kwenye vyanzo vingine vya maji. Kwa hiyo taarifa kwa wakati. Tukumbuke, ukitoa taarifa kwa wakati, basi na sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tutafika kwa wakati. Ukichelewa, sisi tunapata changamoto hiyo. Kwa hiyo natoa rai sana tutoe taarifa kwa wakati. Pale tukio linapotokea tu, toa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, alafu anza kupambana na tukio nyumbani kwako au sehemu ambayo tukio limetokea. Pia afisa habari uhusiano na elimu kwa umma kutoka Jeshi la Zimamoto mkoa wa Tabora, Koplo Stefano Kombo, ametaja vyanzo vinavyosababisha majanga ya moto, ikiwa ni pamoja na baadhi ya wazazi kutokuwa makini na watoto wao maeneo ya jikoni kwa kuacha watoto wao kuchezea viberiti au kuacha wazi mitungi ya gesi, hali inayopelekea milipuko ya moto majumbani mwao. Sasa hivi majanga haya yanatokea kwa sababu mbalimbali, lakini sababu kubwa unakuta ni watoto kuchezea viberiti, lakini ni matumizi mengine ambayo ni ya gesi, nishati ya gesi. Wazazi baada ya kupika, wameweza kupika, waenda kulala, wanaacha mitungi ya gesi hajafungwa. Mwisho wa siku, asubuhi wakati anakwenda kuwasha anakuta gesi imeshavuja na matukio ya moto yanatokea. Lakini jambo lingine ni mioto kwenye magari. Unakuta gari nyingi sasa hivi zinapata shida kwenye kulipuka kwa sababu moja, unakuta brake zinajam, lakini pili, wanaongeza mafuta kwenye gari kukiwa na abiria, lakini cha tatu, unakuta mfumo wa betri za gari zina changamoto. Mimi ni Faraja Simkwai wa Radio Tabora FM.